Aprili 15 juzi hapa chama cha Demokrasia Maendeleo Chadema kimeruhusiwa rasmi kuanza shughuli zake za kisiasa, na hiyo ndio maana hata sisi tumepata nafasi nzuri ya kukaa na makamu mwenyekiti hapa. Kubwa hasa kumekuwa na muda mrefu takriban siku zaidi ya siku 310 Chadema imekuwa ifanye siasa, ni kwa sababu ya zuio la mahakama, lakini baadaye mahakama ya rufaa imetoa uamuzi ambao unaifanya sasa Chadema rasmi iendelee na shughuli za kisiasa. Maandalizi yakoje mpaka sasa? Perfect. Maandalizi yako sawa sawa kabisa, na kama tulivyosema tarehe 28 na 29 tutakaa kamati kuu ya siku mbili. Kuna mambo yamepile up mengi sana. Kwa hiyo kamati kuu itapitia taarifa za kanda zote, kwa sababu sisi chama chetu kiko kwenye mfumo wa kanda. Kama zile ambazo unaona Kenya wanaita counties au kwa Marekani wanaita states. Yes. Sisi chama hiki tumekiweka kwenye mfumo wa kanda. Kwa hiyo kuna kanda ya Ziwa ambayo inaitwa Victoria, ina mikoa mitatu, kuna Mwanza, kuna Kagera na kuna Geita. Alafu hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna kanda ya Serengeti ambayo ina mkoa wa Shinyanga, Mara na Simiyu. Hivyo hivyo tumezigawa kanda ya kati na nini. Kwa hiyo tutapata taarifa kutoka kwenye kanda. Siku 310 ni nyingi. Probably vitu vingi sana kwenye ofisi vimeharibika, vingine vimepotea, tutajua. Taarifa ya hali ya kisiasa from the ground, watu wetu wangapi wamepotea, wameumizwa, wamekuwa abducted na yote hivyo. Kwa tutakuwa na taarifa general ya kisiasa, lakini pia tutapeleka taarifa ya kwenye kamati kuu kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo chama kimefanya katika kipindi chote, kwa sababu pamoja na mambo yote chama kilikuwa kijarara. Kwenye international arena, yani kimataifa, chama kimepigana sana kujaribu kuzungumza na haya mambo. Takuwa na taarifa pia kutoka kwa mawakili kwa kesi mbalimbali. Chama hiki na kesi nyingi mno za watu moja. Lissu ni prominent, na of course kesi ya chama ni prominent, mnaisikia. Lakini tuna hadi katibu wetu wa vijana mstaafu yuko ndani, na wengine wengi nchi nzima wamekamatwa wako ndani. Kwa hiyo kutakuwa na taarifa hizo, wapi kesi zipo, wangapi wameachiwa, hali zao zikoje, familia zao, kwa sababu chama chetu huwa kimwachi mtu hata akiwa ndani, bado tunaendelea kuhangaika na familia zao na vitu kama hivyo. Kwa tutakuwa na taarifa hizo zote, lakini pia sasa kamati kuu itatoa way forward. Kwa kweli ni vipi tunaenda, lakini watu wanaweza kuexpect moto utakuwepo. Moto ni ule ule. Na watu wameona jana Karatu wamefanya trial ya mkutano wa hadhara, massive rally. Kwa bado chama chetu on the ground kiko perfect kabisa, kina nguvu, na wategemee tu baada ya kamati kuu tutakuwa na moto mwingine barabarani kwa wananchi. Sawa, labda pengine makamu, baada ya mahakama sasa kuruhusu shughuli za chama ziendelee, fikra ya kwanza ni ipi ambayo iliwajia kichwani ukiwa wewe kama mwanasiasa, lakini kwa upande wa chama hususan kwenye upande wa kiutawala? Kwanza tumepokea kwa furaha hili jambo, lazima kwa kweli tuseme, kwa sababu kumekuwa na bugdha kubwa sana na kuzuiliwa kufanya wajibu wetu, lakini pia kulikuwa na tafsiri ambayo sio sahihi ya nini mahakama kuu iliamua. Lakini naamini hiyo tafsiri ilikuwa inafanywa kwa makusudi, kwa sababu kuna kitu hapa nataka mkielewe vizuri. Mwenyekiti wetu alikamatwa tarehe 9 mwezi wa 4. Kesi iliyofunguliwa ambayo ilikuja kutupa zuio na yenyewe ilifunguliwa tarehe 9 mwezi wa 4. Kwa hakuna coincidence, matukio mawili ambayo hayaoani yakagongana. Kwa mtu, hii inakuambia nini? Mwandishi wa script hii ni mmoja. Kwa nini walienda na njia ya mahakama? Sheria ya msajili wa vyama vya siasa ambayo anasimamia vyama vya siasa na sheria ya uchaguzi hairuhusu chama cha siasa kufutwa mwaka wa uchaguzi au kusimamishwa kufanya shughuli zake mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo wangeenda kwa njia ya kumwambia msajili wasimamishe Chadema, ilikuwa ngumu kwa sababu sheria haimruhusu, kwa sababu ulikuwa mwaka wa uchaguzi. Wakaamua kutumia njia ya mahakama, ikatoa injunction. Jambo la pili,
Hii kesi iliposajiliwa, siku hizi unajua mfumo wa mahakama huko digital. Naam. Ilipelekwa kwa jaji mwingine. Ghafla tu ikaja kuonekana, ghafla tu tunaenda mahakamani, tunajua tuko kwa jaji Mika Ndaba, tunakuta iko kwako. Naelewa vizuri? Yeah. Na huyo jaji ndo alitupa zuio. Lakini alidisregard mambo mengi sana. Na ikiwemo hukumu ya mahakama ya rufani, kwa sababu mahakama kuu iko binded, inalazimishwa na sheria kutokiuka maamuzi yoyote ambayo yameshawahi kufanyika na mahakama ya rufani au mahakama kuu yenyewe. Kama kuna majaji waliwahi kuhukumu wa mahakama kuu wakaweka precedent, hasa mahakama ya juu, kwa mfano mahakama ya rufani, huruhusiwe jaji kwenda kinyume na maamuzi ya mahakama ya rufani. Hivyo hivyo mahakama za wilaya zikikuta kuna precedence, yani kuna mahakama kuu ilishawahi kufanya uamuzi, inalazimika kwenda na hiyo uamuzi. Ndio maana ukiona mawakili wao wanabishana, lakini baadaye wanasema tuna case law up, kesi fulani ya mwaka fulani, si nani dhidi ya nani ilisema hivi, majaji walisema hivi. Kwa hiyo ndo maana yake. Lakini yule jaji Mwanga alidisregard mahakama na maamuzi ya mahakama ya rufani ambayo ilikuwepo kwenye kesi maarufu ya kina Mrema wakati ametoka NCCR kwenda TLP. Walijaribu kuweka zuio kwa chama cha siasa. Majaji wakasema, tena Jaji Rubuva ndio alikuwa anaongoza jopo la majaji, kwamba huwezi kuweka injunction kwa chama cha siasa kwa sababu chama kinabeba watu wengi, lakini huyu mwenye malalamiko ni wachache. Kwa hawa waendelee kusikilizwa, lakini usizuie watu wengi. Mathalan, Chadema ina wanachama registered zaidi ya milioni 9 kwa sasa. Unawezaje kuwa ukazuia watu milioni 9 kufanya wajibu wao, ukazuia magari, ukazuia ofisi nchi nzima kwa madai ya watu 4? Kwa hilo la kwanza. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba kulikuwa na jambo ambalo lililengwa, lazima litokee, tuzuiliwe kufanya wajibu wetu, na kwa kweli imetuletea usumbufu na matatizo makubwa na gharama kubwa. Unaona tarehe 8 mwezi wa 3 wanawake wa Chadema walikuwa pale Mara wanajaribu kufanya siku ya wanawake duniani, wamepigwa, wameumizwa. Mpaka leo katibu mkuu wa wanawake wa Chadema Madam Pamela Masai bado anaumwa, yuko hospitali tangu tarehe 8 ile, baada ya kupigwa na polisi na kumwagiwa upupu, pressure yake ikashuka sana. Kwa hivi vitu ni uncalled for kwenye nchi ya watu wa staarabu, havipaswi kuwepo, kwa sababu ni hoja tu. Lete hoja zako mezani, nilete hoja zangu mezani. Wananchi ni mareferee, wasikilize, mechi ichezwe. That is all we want. Hicho ndio tunachotaka. Wananchi wawe hapa, wasikilize. Wanauelewa wa Tanzania, watajua Heche anatudanganya, wanatuambia ukweli, na wewe utakuja na hoja zako. Kwa nini tupigane, tutesane, polisi waumize watu? Kwa hiyo background nimetaka kuiweka hivyo ili muelewe kwamba kwa maoni yetu hii ni kesi ya kisiasa, ililenga kuwapa watu fulani ahueni ambao hawezi kushindana na sisi. Wametuzuia kufanya shughuli zetu, wameumiza watu, lakini haikupaswa hata kusajiliwa. Yani kama tuna mfumo wa mahakama ambao ni huru, haipaswi kusajiliwa. Na hii inatupa sababu zaidi ya kupigania katiba mpya ili tupe mahakama huru. Watu wamekuwa wakiona tunaraumu mahakama, na wengine wanasema hawa wakishinda ndio tu mahakama inaonekana iko huru. It's not like that. Sisi wala hatuhitaji upendeleo wa aina yoyote kutoka kwa mtu yoyote. Kama tumekosea, tuwajibike tu. Sisi ni chama tunachotaka kusimamia utawala wa sheria. Hakuna sehemu yoyote tunahitaji upendeleo, lakini tunahitaji haki. Haki itendeke. Sasa kama mtu amewazuia siku 310, mahakama ya rufani inakwenda inasema hiki kitu hakifai, anakompensate vipi siku 310 alizowazuia kufanya kazi? Anawarudishia vipi afya watu ambao wamepigwa, wameumizwa kwa sababu ya zuio ambalo hata yeye mwenyewe jaji anajua lilikuwa batili, na tumeargue naye. Kwa haya ndio mambo ambayo mtu akisema sasa furahini mmerudishwa, lakini kuna siku hapa hatuwezi kuzirecover, na hicho ndicho tunachozungumza kwenye kesi zote.
kwamba Mungu ametuweka hapa duniani, ametupa siku kadhaa za kuishi. Kuna mambo tunataka kuachieve na kuaccomplish tukiwa hapa duniani. Kama hakuna sababu ya kuyazuia, usiyazuie. Kwa sababu wewe sio Mungu, huwezi kuniongezea hata siku moja, hata saa moja. Unapomkamata mwenyekiti wetu, unakaa naye mwaka mzima kwa kesi ya uongo. Huu mwaka unaulipaje? Huyu mtu alipaswa apate matibabu, huyu mtu alipaswa aendeshe shughuli zake, huyu mtu amepanga kwa mwaka huu nitaachieve kitu fulani na fulani. Unarudishaje hizo siku nyuma, aishi kwenye zile siku ulizozishikilia? Huwezi. Maamuzi ya wengi akisema tunaenda kwenye maridhiano, wewe binafsi kama mwenyekiti msimamo wako utakuwaje? Chama kinaongozwa na vikao vikiamua ndio final and conclusive. Sisi mimi tukitumia lugha ya muajiriwa, mimi ni muajiriwa wa mkutano mkuu. Sasa bosi wako akikuambia kushoto geuka, una reason naye, amekusikiliza, amesema sisi tumesema ni kushoto, unafanyaje? Naam. Unaenda kushoto. Lakini pengine ndio ile unaweza kuona maamuzi ukiona audithi nayo ukasema hapana mimi yes, kuna hiyo pia kwamba ukaona kwamba huu msimamo unatupotosha, unatupeleka nje, unaweza kukataa. Lakini mara nyingi kwenye taasisi ambazo ni za watu wengi, watu wengi hawezi kukosea kiasi hicho. Kwa sababu kwa mfano baraza kuu lina watu 450. Yaani watu 450 wote wapotoke sio rahisi. Itakuwa ni kesi ya kwanza duniani. Kwa hiyo tunaamini baraza kuu likifanya maamuzi inafanya maamuzi sahihi. Kama kuu yetu ina watu 40, watu wasomi, wachambuzi wa mambo wanaojua siasa za nchi yetu, hawawezi kukosea kwenye kufanya maamuzi. Naam. Sawa. Labda pengine makamu, kwa kipindi cha siku zaidi ya 300 ambacho hamkufanya shughuli za chama, lakini mwenyekiti yupo ndani na ruzuku haikuwepo pia, ni hasara kiasi gani chama imekipata hadi kufikia hatua ya leo hii mnafurahia ama kushukuru ama pengine kusema kwamba tunaingia sasa upya kwenye harakati za kichama? Sisi sio taasisi ya kutengeneza faida. Nyie hapa ni chombo cha habari pamoja na ku broadcast mambo, lakini pia ni entity ya kutengeneza faida. Lakini ukweli ni kwamba kwa mfano mimi silipu chochote na chama. Ndio. Iwe gari, iwe nini, najihudumia mwenyewe. Kwa sababu taasisi yetu basically ni ya kujitolea, mwenyekiti alipwi. Lakini kuna timu ya secretariat ambayo iko makao makuu, inahitaji kwa kweli kwa sababu katibu mkuu yuko ofisini permanently siku zote. Sisi wengine we are executive chairman, so unaweza kuja ukafanya kazi ukaondoka ukaenda kwenye shughuli zako kidogo, lakini katibu mkuu, manaibu katibu wakuu, wakurugenzi, watu wa utafiti, watu wa sera, watu wa mambo ya nje na kurugenzi zote, walinzi, wafanyakazi wa kawaida, watu wanaoandika pale ofisini, kuna uchapaji pale, wote hao wanahitaji kwa kweli malipo. Kwa muda wote huu tangu tumefungiwa mpaka sasa hawajai kulipwa. Na hiyo zili ya watu wetu, hiyo resilience ya watu wetu, spirit ya kujitolea, ndio maana hata Lazaro Nyarando alipokuja Chadema akasema nimekutana na watu ambao sijai kuona. Mtu anatembea kilomita 20 anakwenda kwenye mkutano, halipwi chochote na anarudi na haombi chochote. Ni kwa sababu kiu ya watu wetu kutaka mabadiliko ni kubwa. Lakini sasa kuna maisha pia, lazima waishi. Ndio maana tumeenda kwa wananchi kuappeal kwamba hiki chama sasa hakina shilingi 100. Wao ndio watakiendesha na tunawasihi. Sasa kuna mwingine anasema wamegeuka kuwa ombaomba. Ni kweli Mwalimu Nyerere alitafuta uhuru wa nchi kwa kuombaomba, alichangiwa. Kwa the fact kwamba mna hera za nchi, mnaibaiba huko, sio kwamba nyie mmefanya kitu cha ajabu sana kusema sisi tumekuwa ombaomba. Na wala tuone aibu kuambia wananchi wachangie mabadiliko wanayoyataka. Kwa sababu nani atayachangia? Usipoyachangia wewe, nani atayachangia? Watu wanaotaka kujenga makanisa wasali, wanajenga wao wenyewe kwa michango yao, si ndio? Watu wanaotaka kujenga misikiti wanajenga wao. Kama tunataka mabadiliko, lazima tuyachangie yatokee. Sisi wengine tuko mbele, lakini tunahitaji mafuta.
Mimi tairi haziwezi kuwa zinaniishia kila siku nanunua kwa gharama yangu. Lazima wananchi wawajibike kuweka tairi kwenye gari ili tufikie sehemu nyingi kabisa, tupeleke ujumbe na tubadilishe nchi. Na hiyo sio aibu. Aibu ni pale unashindwa kula nyumbani kwako unaenda kuomba mchango. Ulizungumzia kuhusu Tone kuhusu kama mtu atatamani kujua takwimu ya fedha zilizokuwepo na ukasema sisi tumefungiwa account. Maana unaposema kufungiwa maana tulifungiwa kila kitu. Even access ya account ya kwenye account tulikuwa tunashindwa. Unasema baada ya mkutano mkuu, baada ya kamati kuu kukaa tutakuja tutasema hicho kitu. Sasa juzi nikawa nimeona katibu wa itikadi na uenezi CCM anasema bwana, labda kusikia ama sijajua, anasema bwana pesa zile hadharani mbele za watu kwamba wamekula zile pesa wamechangia na pengine hamna haja kuendelea kuwachangia tena. Nikasema tukikaa nitakuuliza kuhusiana hili. Huenda tayari umeshafikiria kwa sababu umeshafunguliwa account umeshaziangalia kujua takwimu au tusubiri tena mpaka kamati kuu? Unajua, kwanza it's very unfortunate kwamba anafanya upotoshaji wa kitoto, na unajua kuna watu wanaamini kwamba Watanzania ni watu wajinga sana. Na ndio maana yote haya yalijitokeza, kwa sababu fikra walionayo kuhusu Watanzania ni ya nyuma sana. Na ndio maana wanafikiri hata wanaweza kuzuia media Watanzania wasipate access ya information. The world has changed. Dunia imebadilika. Kama hutabadilika itakubadilisha kwa nguvu. Mtu akikaa na simu hii chumbani kwake anaweza kuona taarifa zote za dunia. Yaani mimi naweza kukaa chumbani kwangu leo nikarekodi picha na video nikahutubia nikaiweka kwenye mtandao, baada ya nusu saa iko dunia nzima. Kwa hata ukizuia media bado clandestinely watu wataweza kuwasiliana, watu wata-improvise mazingira. Sasa ukirudi kwenye hilo swala specifically, sisi chama chetu kinakaguliwa na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Na juzi kuna ripoti yake alisema Chadema controller, kwa sababu ni kwa mwaka huu kwa sababu tulifungiwa. Ameweka wazi kabisa. Controller and Auditor General anatukagua, ambaye ameteuliwa na rais wa CCM. Amewahi kusema tumepata hati chafu? Hapana, kwa muda sasa. Hicho kitu kinakuambia nini? Kwamba account zetu is very clean. Kwa sababu account hata ya simu, ukiona account yoyote imeandikwa Chadema HQ, ukituma hizo hera umo zitakuwa audited. Mika Ndaba aliwachangia shilingi 1,000 na Heche na nani zikawa milioni 5. Hizi milioni 5 mlizipeleka wapi? Tuna matumizi na budget. Tulinunua tairi, tulifanya lazima taarifa iwepo. Receipt ziko wapi? Hizi hapa. Ndio mkaguzi anavyofanya. Na sisi wakati wote tunapata hati safi. Sasa hii inakuambia nini? Sasa wewe utamwamini katibu mwenezi wa CCM anayezungumza huko anayesema unajua hata majani haya mkiitoa CCM miti yote itageuka kwa sababu majani ni ya CCM. Anawaambia wananchi mambo ambayo watu walikuwa nasema miaka ya 60 huko kwamba vyama vya upinzani vitaleta vita. Sio masuala ya kuambia watu wanaelewa hii dunia. Na nashukuru mmerudi kwamba asema sasa mwanze kupambana. Hawezi kupambana na sisi. Hawezi. Kwa utamwamini CAG au utamwamini yeye? CAG. Yes, kwa hiyo sisi na sisi tuko very transparent. Tangu tumeanza kuchangiwa tulikuwa tunatoa update. Tumepata shilingi milioni 2 hizi hapa zimeenda hapa. Tumepata milioni 1 ziko hapa. Baada ya kamati kuu immediately watu wetu wa fedha watatoka na wataeleza tumeingia kwenye akaunti zetu tumekuta shilingi kadhaa. Na sisi tutaenda kuaudit hizo akaunti. Inawezekana hata wao kipindi hiki wametufungia. Si uliona walienda kwa Gwajima pale wamechukua speaker, viti, na sisi tutaudit vitu vyetu. Kwa hiyo nafikiri ni hivyo. Okay. Yes. Na kwa kipindi hiki chote ambacho shughuli za kisiasa hamfanyi, ni sehemu gani mnaona kabisa kuna matobo ya kidemokrasia, kuna matobo ya kiutawala ambayo mnasema endapo tungeruhusiwa basi tungeanyosha na tungefika hapa? Sehemu nyingi sana. Nataka nikuoneshe kwa mfano, kuna issue ya mafuta ambayo imejitokeza. Kuna ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Kuna issue ya kupanda gharama za maisha ya watu. Kuna watu hawana vitu vingi kwa sababu Chadema kwa miaka kadhaa, labda tuseme tangu mwaka 2008 imekuwa chama kiongozi kusemea wananchi na matatizo ya wananchi na kuja na suruhu of course nyingi. Watu huwa wanasahau huko nyuma kabla ya mwaka 2007 huko na nini, hakuna Mtanzania alikuwa anaruhusiwa kumiliki leseni za kuchimba madini. Hizi leseni zilikuwa zinamilikiwa na watu kutoka nje. Sahi.
watu waliokuja na policy ambayo CCM wameiadapti na hawajaifanya vizuri. Walau leo unasikia kuna vijana wa Kitanzania anamiliki mgodi, na kuna wengine wameadvance wanamiliki migodi mikubwa kabisa. Wamechimba, wamejenga mahoteli, wameajiri wa Tanzania wengine, na vijana mamilioni wanaajiriwa. Japo bado huu mfumo kuna matatizo, wa China wanajimilikisha utajiri wetu. Waliokuja na hiyo proposal ni Chadema. Kwa watu wote wa kanda ya Ziwa ambao leo wamepata utajiri na wanaishi kwa sababu ya dhahabu, wanapaswa kuishukuru Chadema. Kwa sababu bila hivyo pengine tungekuwa hapa. Tungekuwa pale kwamba wazungu na makampuni makubwa ndio yanapaswa kumiliki utajiri huu. Sasa chama kazi yake ni kudevelop sera. Tuanze kwa mfano na issue ya mafuta. Hii issue inahitaji kusemewa. No. Na nimekuwa nikisema hili jambo na lirudia tena hapa kwenu. Na narudia kwa makusudi kabisa. Mimi nimekuwa kwenye kamati ya nishati na madini ya bunge kwa miaka 5 ya ubunge wangu. Sikuhama kamati yoyote. Wabunge wengine wanaenda miaka 2.5 wanahama. Na nilifanya hivyo makusudi kwa sababu mimi niliingia bungeni basically kwa sababu ya matatizo ya madini yaliyoko Tarime Nyamongo. Mgodi wetu ule, jinsi ambavyo watu wetu wameuawa, wamedhulumiwa, wamewekewa maji ya sumu na athari nyingi za mifugo na ardhi. Kwa nilikwenda mle kupush mabadiliko ili watu wetu wapate. Kwa hiyo nimestiki mle kwa miaka yangu 5. Najua kuanzia procurement, manunuzi ya mafuta, usafirishaji wa mafuta, storage ya mafuta na usambazaji wa mafuta Tanzania. Najua kuhusu gharama na tozo na kodi zilizoko kwenye mafuta. Sasa tumeambiwa kwamba mafuta yamepanda bei kutokana na vita ya Irani, Israeli na Marekani. Israeli na Marekani. Vita hii imeanza lini? Imeanza tarehe 28 mwezi wa pili, si ndio? No. Sasa mshike vizuri hiyo. Kwa vita imeanza tarehe 28 mwezi wa pili. Je, vita ikianza tu mafuta yanapaswa kupanda bei siku hiyo hiyo? Hapana. Haiwezekani. Kwa sababu ya mafuta hayanunuliwi hapa Tanzania. Yananunuliwa Middle East huko. Na yakinunuliwa pale, logistic na kuyasafirisha mpaka kuyafikisha Tanzania yanachukua siku 60. Siku 60. Kwa hiyo tukitaka kusema vizuri, mafuta yaliyonunuliwa wakati vita imeanza bado hayajafika Tanzania. Kwa maana yako njiani. Unaelewa vizuri? Hilo la kwanza. La pili, Tanzania tuna storage ya mafuta. Hatununui mafuta kibaba. Ndio maana kuna kitu kinaitwa bulk procurement, BPS. Sema bulk, manunuzi kwa wingi. Bulk ni ile manunuzi kwa wingi. Procurement ni manunuzi. Kwa kuna kitu kinaitwa BPS. Hatuendi kununua mafuta lita 2,200 alafu tunakuja yanaisha tunanunua tena. Tunanuaga mafuta kwa wingi ambayo yanaweza kutumika miezi 3 mpaka 6. Hilo la kwanza. La pili, tuna storage aliyojenga Mwalimu Nyerere pale Tipa Kigamboni. Ina uwezo wa kuhifadhi mafuta mpaka ya miezi 6. Sasa wakati vita inaanza, mafuta tayari yalikuwa ndani na mengine yalikuwa yamenunuliwa, yako njiani. Yaliyonunuliwa tarehe 23, yaliyonunuliwa tarehe 22, yaliyonunuliwa tarehe 21, yaliyonunuliwa tarehe 10 na kitu, ndio yameanza sasa kuingia na yenyewe. Kwa haya mafuta yote hayakukutana na shida ya manunuzi. Wakati huo barrel au pipa moja la mafuta lilikuwa ni $70, wakati mwingine lilishuka mpaka $56. Baada ya vita tarehe 28, barrel limepanda kutoka $76 ikaenda $110, $107 siku ile ya baada ya ile ceasefire wanaita, kusimamisha mapigano kwa muda, ikashuka tena ikaja $90 na kitu. Kwa hiyo hii inakuambia kwamba mafuta tunayouziwa leo ni mafuta ambayo bulk procurement au TPDC wamenunua kwa bei ya chini na yakasafirishwa kwa bei ya chini. Kwa hiyo hayapaswi kupanda bei kwa aina yoyote mpaka haya mafuta mapya ambayo tunayategemea kuingia kuanzia tarehe 28 mwezi wa 4 huu
na kuelekea mwezi wa 5, hayo ndio mafuta yatapanda bei. Makamu, nani kwa sababu yamenunuliwa kwa bei ya juu, yamepata freight na insurance ya bei ya juu. Hilo la kwanza. Sasa kwenye hii issue ya mafuta there is no negotiation kwenye hilo, ni wizi unaendelea. Ni makampuni makubwa na watu wachache wanawaumiza Watanzania kwa makusudi. Solution ingeanza kutafutwa baada ya mafuta ya bei ya juu kuingia. Sasa kitu cha pili hapo. Kwenye kila lita moja ya mafuta hivi tunavyozungumza kuna kodi na tozo mbalimbali 18. No. Ambazo zinafikia 31%. Alafu kuna 4% tena ya gharama ambayo ni handling. EWURA, utunzaji, nini, na yenyewe inafikia 4%. Kwa kila lita moja ya mafuta ukitoa shilingi 100 Bwana Mika Ndaba kununua mafuta, kuna shilingi 35 inaenda kwenye logistical issues na kodi. Sasa tukaenda hatua ya pili. Kwa kutambua, sisi sio watu wajinga, kwa kutambua kwamba ni kweli vita ipo, ni kweli kumepiganwa vita na eventually mafuta yatakao kuja baada ya vita yatapanda bei. Tukapendekeza sasa kwamba kwenye hizi kodi 18 zipungue ili Mtanzania asipate gharama. Na kwa nini tunasema hivyo? Ndio. Ni kwa sababu mafuta yakipanda bei, kila kitu kinapanda bei. Gharama ya usafiri inapanda bei. Mimi jana nilikuwa naangalia tiketi ya ndege kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam, ambao nilikuwa nalipa go and return shilingi 700,000, 600,000 na kitu. Nimekata kwa shilingi 950,000. Unaelewa vizuri? Unaangalia shilingi 200,000 na kitu, wanakuambia mafuta. Kwa gharama ya maisha itapanda. Sasa kama wewe ni serikali, ndio lazima ufikirie kwanza, gharama ya mafuta ikipanda inashusha uwezo wa watu kufanya purchasing, kufanya manunuzi. Na watu wakishashusha kufanya manunuzi, wewe unakosa kodi zaidi. Kwa ndio maana wakati mwingine serikali zenye akili, umeona kwa mfano Kenya kilichofanyika. Kenya wamepunguza VAT kutoka 16%, sisi ya kwetu huwa ni 18, wao ni 16. Bado hiyo 16 yao wameipunguza mpaka 8%, na bado wameweka ruzuku kwenye mafuta ili mafuta yauzwe kwa bei ya chini, maisha yaendelee. Kwa sababu wewe una mwalimu. Huyu mwalimu mshahara wake ni 500,000. Ulimpangia katika mazingira ambayo bei ya mafuta iko chini. Na huyu mtu alishapanga, mimi nalipo shilingi 500,000, nalipa kodi ya nyumba shilingi 200,000. Shilingi 50,000 ni nauli. Shilingi 250,000 ni chakula. Ikitokea bei ya mafuta imepanda leo, huja koshe ni hii kitu. Huyu mwalimu aliyekuwa analipa shilingi 500 kwenda kituoni na kurudi shilingi 500, akalipa shilingi 800. Akienda 800 akirudi 800. Umechukua nauli yake ya kesho yake kwenda kazini. Huyu mwalimu hafiki mwisho wa mwezi. Sasa wewe unakuwa serikali ya kipuuzi ambayo hujali mtu wako huyu. Mlinzi ambaye anafanya kazi hapa, mfanyakazi wa miradi hayo na wafanyakazi wengine wote ambao ili jambo hawakuwa wanalitegemea, limetokea sasa lipo. You don't sit down na kuanza kulaumu eti watu wanapigana huko. Wewe as a leader you have to come with solution. Ndio maana ya kuongoza. Lazima uje na utatuzi, lazima uje na suluhu. Suluhu ni nini? Ondoa hizi kodi. Na hizi kodi mara nyingi kuna kodi inaitwa demurrage fee. Demurrage, meli ikifika hapo ikichelewesha kushusha mzigo inakatwa kodi, na hii yote inapelekwa kwa wananchi. Kwa mfano kule iliko kodiwa wamekubaliana meli itafika within 14 days. Ndani ya siku 14 itashushwa mzigo. Inakuja hapa watu wanaanza kuleta porojo zao, hatuna vifaa vya kushushia, mara si nini, inafikisha siku 18. Kwa hiyo yote wanalipa. Na wao sasa walishafika sehemu wanaikata tu automatic bila kujali meli itachelewa au itachelewa. Ondoa hizi uhuni. Ondoa si gharama za EWURA, ondoa gharama za TASAC, ondoa gharama hata 15% baada ya yale mafuta ya bei ya juu kuja. Haya mengine lazima yauzwe kwa bei ya chini. Wizi ukome, yauzwe kwa bei ya chini. Yale yatakayofika wakati yaliyonunuliwa kwa bei ya juu, ili serikali isaidie watu, iondoe huu mzigo wa kodi ili vyakula visipande bei, maisha yasiende juu,
Watu wananunua maji kwenye ya kunywa yasipande bei, kila kitu kisipande bei ili watu wa maintain maisha. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili kwenye hilo, kwa sababu lazima tuwe tunawaeleza Watanzania waelewe hivi vitu. Kwa nini tunasema hao watu wameshindwa kabisa, hawezi kuongoza nchi hii? Hawana uwezo wala akili wala maarifa ya kutupeleka mbele. Mwaka 2011, mwaka 2011, yes, tulikopa trilioni 9 kutoka Exim Bank of China kujenga bomba la gesi kutoka Mtwara, Lindi. Mnakumbuka watu walivyopigwa, wakanyang'anywa maardhi ili hilo bomba lilete gesi mjini hapa. Moja, magari yote, hata ukienda India, magari yote, public transport yote, magari yote ya umma yanayosafirisha watu, mabasi, yanatumia gesi, ambayo tunayo hapa. Futi za ujazo trilioni 54.5. Actually sisi ni nchi ya 3 Afrika hapa kwa gesi nyingi, trilioni 54.5. Kwa hiyo nyumba zote za Dar es Salaam hapa zinapaswa zijengewe system ya gesi kama mabomba ya maji. Wewe sasa Bwana Mika Ndaba unataka kununua gesi ya shilingi 500, sio lazima uende ununue limtungi lizima kwamba shilingi 45,000 huna pikia vidore au shilingi 60,000. Wanakuwekea kama ruku, unaweza ukaweka ka shilingi 500 ukapika chakula, baadaye ukapata 1,000 ukanunue 1,000 kama tunavyoweka ruku sasa hivi. Sio kama zamani sisi tulikuwa tunaletewa bili, kama hauna ikija laki moja lazima ulipe, usipokuwa nao wanakukatia umeme. Sasa tangu ruku ije, wewe mwenyewe unajipima, mimi nahitaji umeme wa shilingi 2,000 nitautumia kwa kesho nitapata 1,000, kwa sababu maisha ya watu ni ya kudunduliza. Kwa hiyo ile gesi ilipaswa ijengwe kwenye majumba, lakini iwekwe kwenye magari. Ingesaidia nini? Ingesababisha usafiri wa umma uwe bei rahisi kabisa. Kwa hiyo watumishi wa umma kama walimu, ambao mimi naamini wana shida kubwa sana, manesi, madaktari wetu, wapate gharama rahisi kusafiri kwenda na kurudi kutoka kazini, ili walau fedha nyingi wanazozitumia kwenye usafiri watumie kwenye kusave. Mpaka leo hatuwezi kuendelea. Kwa hata opportunity hii ya vita hii ambao tungeitumia leo, Katari anapigwa. Katari ndo anatoa LNG kubwa sana, hii gesi ya kusindika kwenye mitungi. Tulikuwa na nafasi ya kutake chance kwa gesi yetu. Sasa tunapiga mark time kwa sababu ya leadership, na huo ndio ugomvi wetu na wao. Na ndio maana hawataki tuseme, na ndio maana wanataka wazuie media, wananchi wasielewe, na ndio maana wanatumia bunduki dhidi yetu. Sisi hatuna bunduki, tuna maneno na ambayo yanaonekana yataleta suluhu kwa watu. Kwa hiyo hilo la kwanza la kuhusu mafuta Bwana Mika Ndaba, kwamba sisi kwa kutokuwepo, nani wa kuyasema haya? Nani wa kubana hiyo serikali dhalimu irudi chini na iwapunguzie watu ndani? Hivi vyama vingine vyote hivi mimi wanaviita vya mfukoni, wanachukia sana. Hawawezi kufanya hili jambo kwa sababu wako na ndoa na CCM. Wakishambulia hivyo CCM itaondoa ndoa yao na hawaaminiki. Kwa hiyo kuna shida hiyo. Kama mwenyekiti tulisema una utaalamu kabisa kwenye masuala nishati, umekaa kwenye kamati. Ili kilifelisha, ni kweli watu wengi walipata madhara kule Mtwara, Lindi. Ukisema gesi haitoki, ugomvi. Baadaye tukasikia Dr. Magufuli alikuja akazungumza, akasema ule mradi ulikuwa na hasara kubwa sana kwa taifa na vitu vingine. Nini kilimkomisha mpaka leo tunashindwa kutumia ile gesi? Inatumika kwa sehemu kidogo sana. Kwa ukubwa ule ambao ulikuwepo, kama watajua ambao ilikuwepo. Kuna ile ya Songo inatumika, kuna ni leadership mzee. Ni uongozi. Tuna tatizo kubwa sana la kiuongozi. Na tunaposema hivi, kila mtu anapaswa kuliona. Na sisi hatusemi kwamba tumetoka kwenye sayari ya maasi au tofauti. Tuko humu, tumezaliwa humu, na tuna nia njema na nchi. Kwa nini tunapigania demokrasia? Tunataka hata Chadema wakiingia madarakani, wakifanya makosa ya wazi kama haya, wananchi wawaondoe, wawapige chini. Tukiwa watu wanabadilishana. Unajua, kwa mfano leo Trump yuko kwenye moto, anajua wale jamaa wa Democrat wako hapa. Hakuna wizi wa uchaguzi. Mchezo wowote anaofanya, maamuzi yoyote anayofanya yako checked. Mchezo anapigwa chini, wanakuja wengine, chama chako kinaanguka. Kwa watu wanafanya vizuri ili wananchi wawapende. Ni kama mtu, kuna maduka mengi Palm Village. Kila mtu anavuta wateja wake vizuri. Wananchi wanapaswa kuwa treated kama wateja.
kwa kauli nzuri, kwa uchumi unaoeleweka. Sasa hicho kilichosababishwa ni watu kutokuwa na uwezo, chama kile kile, watu wale wale, fikra zile zile. Wazungu wanasema you cannot teach an old dog new techniques. Huwezi kufundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda na uenda wazimu. Albert Einstein anasema hivi, insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Yani uenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo kwa njia hizo hizo na kutegemea matokeo tofauti. CCM miaka 65 wameshindwa. Kwa hiyo usitegemee, sio tu issue ya gesi. Wameweza nini? Wewe niambie kitu ambacho wameweza. Ajira kwa vijana wameweza? Huwezi kusema. Wameweza kuleta maji? Ajira changamoto ya wameweza kuleta maji? Changamoto. Hii ni nchi Afrika, ni nchi namba 1 kwa kuwa na vyanzo vingi vya maji baridi. Hivi unajua hapa Kimbiji hapa kuna maji karibia ya robo ya maji ya dunia yote. Maji baridi yako chini. Hapa Kimbiji hapa kwetu hapa. Kimbiji hapa na Mpera. Kwa hiyo hii ni nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima. Kina kirefu na pili duniani. Nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika na pili duniani. Watu wake hawana maji ya kunywa. Sio hata hapa Dar es Salaam. Mwanza, mimi naishi Nyegezi Mwanza. Hatuna maji. Juzi kwa nagombana na waziri wa maji. Tumia message. Hamna maji pale kwangu, maji hamna. Yaani maji yako pale, bomba la kuunganisha lifike hapa. Sasa wameweza nini? Shule. Wameweza nini? Nini wanaweza? Kilimo. Sisi tunaagiza nje ya nchi chakula. Tunaagiza mchere. Mwaka juzi tumeagiza mchere kutoka nje ya nchi ikiwemo Pakistan. Hii basmati mnayokula hapa inatengenezwa nini mnaita? Biriani. Inatoka Pakistan. Nchi yenye ardhi kilomita za mraba 945. Una wizara ya kilimo. Mnaagiza mchere na watu wako hawana ajira. Tumeagiza sukari ya bilioni 560 kwa mwaka. Tumeagiza mchere wa bilioni 260 na kitu. Tumeagiza ngano bilioni 600. Hatuwezi kulima ngano ya kwetu. Mwalimu aliacha mashamba pale Basotu ya kulima ngano ya kulisha East African Central. Tunaagiza mafuta ya kura ya bilioni 700. Kwa jumla vyakula tunavyoagiza kutoka nje ni zaidi ya trilioni 2.5 kwa mwaka. Hizi fedha ukiziweka kwenye ukawapa vijana wako mashamba kwenye kila sekta, ukawapa trekta, ukawapa harvester, ukawapa maji kwenye mashamba na ukawahakikishia soko, vijana wako wote wanakuwa matajiri. Wanajenga magorofa hapa, anaenda kuishi shambani kwa sababu kilimo ni utajiri. Una mawaziri mawaziri karibia 30 nchi hii, una waziri wa nini? Marekani nchi kubwa ile ni mawaziri 10 na kitu. Wewe una mawaziri, unaenda kuomba kwao. Huyu waziri unamtengenezea wizara, unampa magari, unampa nyumba, makatibu wakuu, wakurugenzi. Waziri wasi wa nini? Waziri wa kuchekesha. Hawajui hata wafanye nini. Mwingine anakuja anasema mimi naomba nipewe mawazo na hajui kwa nini Dar es Salaam iko congested. Paka leo hajai kujua kwa nini Dar es Salaam ina jam. Tuko kwenye matatizo ya kiuongozi. Matatizo ya aina. Yes. Sawa. Pengine makamu, hii yote ni ndio maana mnapambania kuwepo kwa katiba mpya? Yes. Ndio matumaini hapo huko. Yes, tunataka tupate katiba mpya, tume huru ya uchaguzi ambayo itawezesha wananchi kwa kweli kupata viongozi. Tukiwa na wananchi wakipiga kura, viongozi watakuwa accountable kwao. Leo hakuna mtu anawajibika kwa wananchi. Kwa nini? Kwa sababu hujamchagua. Wewe umechagua mbunge wako. Kwa nini akusikilize? Kwa sababu humuweki wala humuondoi. Ndio maana wabunge wakisimama bungeni muda wote wanamsifia rais na kumsifia. Hakuna mbunge umemsikia pale anazungumza kuhusu wananchi, kwa sababu anajua sio kura ya mwananchi iliyomweka pale. Kwa tunataka haya mambo ili yaweze kuwa implemented, lazima watu wana uwezo wa kuchagua.
wakituchagua sisi tukiahidi uongo, wawe na uwezo wa kufanya nini? Kutuondoa. Ndio maana halisi ya sisi kutaka tume huru na katiba mpya, ili for once, miaka mingi imepita. Hii katiba iliandikwa mwaka 77. Actually watu wanapaswa kujua mwaka 77 ndio mwaka ambao Afro Shirazi Party na TANU viliungana na kuform CCM. Walioandika katiba ya CCM wakati inatengenezwa kutoka Afro Shirazi Party na TANU kuwa CCM. Walioandika katiba hiyo wakina Pius Msekwa ndio hao walipewa kuandika katiba ya nchi. Kwa hiyo waliandika katiba ya CCM. Kwa hiyo hii katiba iliyopo ni ya CCM, sio ya wananchi. Iliandikwa na watu wachache na imedumu kwa zaidi ya miaka 60 na kitu. Kwa hiyo inapaswa ibadilishwe. Zungumza swala bunge hapa, nimekumbuka juzi nilikuwa naangalia kwenye ukurasa wa X Twitter, mwanaharakati Mange Kimambi alikuwa anaizungumzia kidogo, anatoka mashauri kwa Chadema, alizungumza vitu vingi kuhusiana na alishtushwa, ile alihisi huenda kuna maridhiano. Kwa hiyo ambao alihisi kwa upande wake kwamba bana Lissu akitoka, kauli ya kwamba Lissu akitoka tutaona hatua nyingine, akahisi pengine mtaenda kwenye maridhiano, na kashauri asifanyike maridhiano, lakini umetaja bunge nikakumbuka. Yeye akasema kama itawezekana basi angalau mshauri kama Chadema bunge livunjwe, turudi kwenye uchaguzi ili angalau wananchi wapate wananchi ambao watakuwa wamechagua wao kupitia tume huru. Maoni yako yakoje kwenye ushauri kwenye swali la bunge hili? Kwanza sisi nataka niweke kitu kimoja. Sisi kinaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Maana ya demokrasi ni uhuru wa watu kujieleza. Kwa hiyo sisi tunasikiliza kila mtu, lakini mwisho wa siku chama hiki kina mifumo yake, kinafanya maamuzi kwa mifumo yake. Akifanyi maamuzi kwa shinikizo ara kwa push na mtu au kwa influence ya mtu, tutafanya maamuzi siku zote ambayo ni based on reality na kitu tunachokiona kwenye nani. Sisi hatujasema bunge, tumesema serikali iliyopo haijachaguliwa, tunatakiwa tuende kwenye uchaguzi mpya. Ndio msimamo chama chetu kilioweka tangu mwezi wa 12 na haujabadilika. Ukibadilika watu watatangaziwa. Ndio msimamo wetu, sio bunge tu. Watu walioko serikalini kuanzia juu mpaka msingi mpaka diwani, hakuna aliyechaguliwa na wananchi, na wao wanajua, na mimi najua, na wewe unajua, na Mungu anajua kwamba hao watu hawajachaguliwa.